السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Ndugu mpenzi mtazamaji, hii ni sehemu yetu ya pili tukielezea dua ya mafundo 12 kwa lengo la kufunga mwaka na kufungua mwaka. Tunapozungumza kufunga mwaka na kufungua mwaka, kufunga mwaka tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufungie uadui tuliodumu nao mwaka 2025. Kama ni uadui wa kichawi, mashaitani wa kijini, ni uadui uliokuwa unasababishwa na hasadi au vijicho, tunamuomba Allah aufunge uadui huo. Kama ulikuwa ni mwaka 2025, usiendelee tena mwaka 2026. Ndio maana ya dua ya mafundo 12, kufunga uadui. Tunafunga uadui wa mwaka 2025 uliotawala kwenye milango yetu ya afya, uliotawala katika milango yetu ya mali, katika biashara zetu, ndoa zetu, kazi zetu na mambo mengine yanayotaalaki na maisha. Tunafunga, tunaweka ukuta ili uadui ule usivuke ukaja huku mwaka 2026. Kwa hiyo ukisikia dua ya kufunga mwaka ni hiyo. Lakini tunaufungua vipi mwaka? Tunayafungua mafanikio ya mwaka wa 2026. Tunamuomba Allah atufungulie mafanikio katika milango yetu ya afya, milango yetu ya mali, biashara zetu, ndoa zetu, kazi zetu, mahusiano yetu na mambo mengine yanayotaalaki na maisha. Tunamuomba Allah atufungulie ili mwaka wa 2026 uwe ni mwaka wenye mafanikio kwetu sisi. Kwa hiyo dua hii ni milango 12 kufunga mwaka, ni milango 12 kufungua ule mwaka wa 2026. Maandalizi yake ni yapi? Unaweza ukajiandaa mahala popote ulipo, alimradi tu mtandao uwe unafanya kazi. Maandalizi yake ni yapi? Unaandaa mchanga. Huu mchanga tu wa kawaida. Na tunapozungumza mchanga unatumika sana katika tiba mchanga. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipozingirwa ile nyumba yake na wale makuraishi wakiwa wameshika silaha wakitaka kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala alimpa ilham atoke hali ya kuwa ameshika mchanga na wasomee aya ya 9 katika surati Yasin. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faakhshaynahum fahum la yubsirun. Na kweli wale mabwana walisomewa wakalala na Mtume kaumwagia mchanga kapita. Kuonyesha kwamba huu mchanga ukitumika vizuri unaweza ukakunusuru wewe biidhnillah tabaraka wa taala dhidi ya maadui na dhidi ya uadui. Kwa hiyo utaandaa mchanga wako tu. Lakini pia huu mchanga, tazama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akipigana vita vya Badri, aliposhuka kwenye mnyama wake alichukua mchanga kisha akasema shahatil wujuhu, akawarushia maadui ule mchanga. Maswahaba walikuwa 313, makafiri walikuwa 1000, lakini walipigwa hawa 1000 hawa. Nini? Mtume katumia malighafi ya mchanga. Lakini tazama pia katika vita vya Hunaini Mtume alitumia mchanga. Na tutaona kwenye mafundo haya 12 mchanga unatumika vipi, na kuomba uwe makini. Unaweza ukafanya huko uliko na mambo yakawa mazuri tu, ukafunga uadui wa mwaka 2025 na ukafungua mafanikio ya mwaka 2026 popote ulipo. Almuhimu tu unaweza kuwasiliana na sisi, tutakupa utaratibu. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukiandaa ni mchanga. Lakini cha pili, unatakiwa upate kamba nyeupe ambayo unaweza ukafunga mafundo 12. Ile kamba unaweza kuitumia kufunga mafundo 12. Upate kamba nyeupe.
Sasa siku hiyo, baada ya taratibu zote kuwa zimeandaliwa, mchanga wako uweke mbele, kamba yako ishike vizuri. Dua itasomwa mlango wa kwanza. Utakapomalizika huo mlango wa kwanza, utapewa fursa ya kufunga lile fundo la kwanza lile. Utafunga lile fundo la kwanza. Baada ya kuwa umefunga, utasema, Mwenyezi Mungu, naelekea kwako katika hii siku njema na katika saa hii yenye baraka, na huenda ikawa ndio saa ya majibu ya dua yangu. Sikukusudia kufunga fundo la kamba hii, bali mimi ninaufunga uadui wa mwaka 2025. Ninataka uadui huo usiendelee tena mwaka 2026. Ninaufunga uadui ambao umetawala kwenye milango yangu ya afya, ambao umetawala kwenye mali zangu, biashara zangu, mahusiano yangu, ndoa yangu, kazi zangu. Nafunga kila aina ya uadui. Kufunga kwangu huu ndio ukuta wa kuzuia matatizo yasivuke huko mwaka 2026. Ukishamaliza kusema hivyo, utatemea mate hiki kidole cha shahada. Ukishakitemea mate, gandamiza kwenye ule mchanga, kisha kinyanyue kile kidole, ule mchanga utakuwa umeshikana na yale mate. Kisha lipake lile fundo la kwanza lile ambalo umelifunga kwa manuizi maalum. Paka. Wakati ule unapaka, utakuwa unasema, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biidhni rabbina. Sema maneno hayo wakati unapaka, kwamba udongo wa mmoja wetu ukiambatana na mate ya mmoja wetu humponya mgonjwa wetu, au huondosha matatizo ya mmoja wetu kwa idhini ya Mola wetu. Paka hali ya kuwa unasema hivyo. Na hii kadhia ya kutemea mate kidole na kugandamiza kwenye mchanga, kadhia hii ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiitaka hadithi hii, tazame katika Sahih Bukhari na Muslim. Lakini pia mwanawachuoni Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ameiweka katika kitabu kinachoitwa At-Tibb an-Nabawi, kwamba Mtume wale wenye matatizo walikuwa anatemea, kisha anagandamiza, anawapaka pale, anasema, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biidhni rabbina. Alikuwa akifanya hivyo. Sasa na wewe unanitazama na kunifuatilia kwa ajili ya kufunga mwaka na kufungua mwaka, popote ulipo, iwe ni Tanzania, iwe ni nje ya nchi, ukiwasiliana na sisi tutakupa utaratibu mzuri uweze kufunga mwaka na uweze kufungua mwaka kwa utaratibu. Kwa hiyo dua itasomwa mlango wa pili. Ukimalizika ule mlango wa pili, tutakwambia ufunge lile fundo la pili. Ukishalifunga lile fundo la pili, utasema, Mwenyezi Mungu, sikukusudia kufunga fundo la kamba hii, bali ninaufunga uadui wa mwaka 2025 ili usiendelee mwaka 2026. Nafunga mabalaa yote yaliyoko katika milango yangu ya afya, mali, biashara, ndoa, kazi, mahusiano. Utataja hivyo. Kisha ukishamaliza kunuia, unatemea tena mate, unagandamiza kwenye ule mchanga, kisha unanyanyua kidole, unapaka lile fundo la pili, unasema, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biidhni rabbina. Unapaka hivyo. Kwa hiyo tutakwenda mpaka milango 12 ya dua itamalizika, na wewe utakuwa umefunga mafundo 12. Hapo utasoma tena, itasomwa dua ya kufungua. Sasa utakuwa umefunga mwaka, sasa hapo unasoma dua ya kufungua mwaka. Kwa hiyo dua, ukimalizika ule mlango wa kwanza, dua ya kufungua, unatakiwa lile fundo la kwanza ulifungue. Na useme, Mwenyezi Mungu, sikukusudia kufungua kamba, bali nafungua mafundo yote ya kichawi. Nafungua mafanikio kwenye afya yangu, mali zangu, biashara zangu, ndoa yangu, mahusiano yangu. Ninafungua mafanikio. Na kuomba mwaka 2026 uwe ni mwaka wenye mafanikio kwangu mimi. Utanuia kitu kama hicho. Na hapo sasa ndipo unapokwenda kufungua hata ule uchawi wa kuvizia kama umerogwa. Kisha dua itasoma mlango wa pili, utafanya hivyo hivyo, utafungua fundo la pili.
Dua itasomwa mlango wa 3, utafungua fundo la 3 mpaka milango 12 itamalizika. Itakapomalizika sasa hiyo milango 12, mchanga utakuwa umebakia, lakini pia hata ile kamba utakuwa nayo sasa haijafungwa, yani uliifunga na umeifungua. Na hapo ndio utapokea maelekezo unaifanyaje ile kamba pamoja na ule mchanga kwa ajili ya kukamilisha. Sasa ile kamba pamoja na ule mchanga ndio unatumika tarehe 31. Tena unatumia wakati ule ni imefika saa 5 na dakika 55. Yani saa 6 kasoro dakika 5. Ndio tutakuelekeza unafanya nini ile kamba, lakini pia unafanyaje ule mchanga uliobakia. Sasa maelekezo juu ya hili kwenye video ya 3 nitakayoileta. Endelea kulifuatilia, lakini kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana na sisi kupitia zile namba zilizoko, hizo namba zilizoko katika screen ya simu hapo. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tawfiki, innahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.